Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Bwana ni mwema tena, na sifa na utukufu tunazirudisha kwake kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ya kuweza kujifunza maandiko yake matakatifu. Niwakaribishe tena katika mfululizo wa masomo haya ambao tumeyapatia kichwa kinasema Ufunuo wa Yesu Kristo, ambao kwa huo tutakwenda kutoa shuhuda mbalimbali ndani ya maandiko matakatifu na kwa hakika nje ya maandiko matakatifu ambao yanashuhudia ya kwamba Kristo Yesu ni Mungu katika mwili. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Niwakaribishe tupate kuomba tunapokwenda kuendelea na somo hili linalofuata. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kupatia upendeleo wa kuweza kujifunza masomo haya ambayo yamekuwa yakiwasumbua watu wengi ulimwenguni. Kashusha Roho wako Mtakatifu sasa Baba, tunakusihi na tunapokwenda kujifunza haya, yeye akawe mwalimu wetu na tukamuone Kristo katika utukufu wake. Tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Niwakaribishe katika somo la pili ambako nimelipatia kichwa kinachosema kitovu cha msingi wa imani. Na of course tunazungumzia imani ya Kikristo ambayo leo tunaona ipo katika vita. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32 tunaambiwa tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Nikianza na gazeti la The Home Missionary mwaka 1892 tunasoma maneno yafuatayo: ni kwa jinsi gani tunahitaji kuwa na watu ambao watachunguza maandiko na kuamini neno la Mungu, ambao watamtangaza Yesu Kristo ulimwenguni katika ubinadamu na uungu wake, wakimuinua kwa nguvu ya udhihirisho wa Roho, kwamba hakuna jina lingine lipasalo wokovu zaidi ya jina lake. Kwa namna gani tunawahitaji waumini ambao kwao watamwasilisha Yesu katika maisha yao na tabia zao, ambao wataangaza nuru ya Baba wakimtangaza kuwa ni pendo. Ndivyo ambavyo tunapewa wosia kwa kulingana na gazeti hili la Home Missionary. Katika kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 17 tunasoma, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika pendo, ili kuwe na pendo halisi ndani ya mioyo ya waumini na watu wasiokuwa waumini. Sharti kwa mujibu wa maandiko matakatifu Kristo awe ndani yetu. Tunamhitaji Kristo katika maisha yetu ili kuweza kuenenda katika upendo kwa Mungu na katika upendo kwa wanadamu wenzetu. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3:11 tunasoma, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo Yesu. Ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba tukubali tukatae, tunamhitaji Kristo. Vita ambayo inaendelea katika ulimwengu wa roho, pasipo Kristo hatuwezi kufanya jambo lolote. Kwa mujibu wa kitabu cha Efeso 2:20 tunasoma, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ya kwamba wapo watu leo wanaamini manabii, wapo ambao wanaamini mitume, lakini Kristo ambaye ni jiwe la pembeni wamemweka pembeni. Hawamwamini katika asili yake, hawamwamini katika anachokisema, na watu wanajiki kusema ya kwamba kile ambacho Kristo anakisema ni maneno tu ya kubuni, pengine ni maneno tu ambayo yameongezwa. Maandiko yananiambia kila roho ya manabii hutii manabii. Ya kupasa ulinganishe manabii wanachokisema, mitume wanachokisema, kisha hitimisha na kile ambacho Kristo anakisema. Maana Biblia inatuambia kwenye mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika. Katika kitabu cha Yohana sura 18 tunasoma, Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote.
Kwa watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba mafundisho au fundisho ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu ni fundisho la kubuni, ni mambo ambayo pengine Kristo mwenyewe hakuyasema. Hivyo katika somo hili ambalo linatushuhudia ya kwamba tunamhitaji Kristo kuwa msingi wa hekalu hili ambalo linatambulika kama hekalu la Roho Mtakatifu, yaani miili yetu na akili zetu la mioyo yetu, tunamhitaji Kristo. Na tunapomhitaji Kristo, sio tu tunamhitaji kama Mwokozi, lakini tunamhitaji kama Mungu Mwenyezi. Na kipengele ambacho watu wengi hawataki kukielewa na hawataki kukubaliana nacho ni kile ambacho kinamtaja Kristo kama Mungu Mwenyezi. Hivyo niwakaribishe katika somo hili sasa tunapokwenda kuzungumza na Kristo, maana Kristo ametuambia yeye anazungumza vitu wazi wazi. Tuojiane na Kristo Yesu mwenyewe atuambie yeye anasema nini kuhusiana na hoja hii ambayo tunakwenda kuizungumza. Katika kitabu cha Yohana sura 5 mstari 18 anasema, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Naomba unote, Wayahudi, moja ya sababu ambayo ilipelekea wamchukie Kristo ni kwa sababu walimsikia Kristo akijifananisha na Mungu. Lakini Yesu alikuwa hajifananishi na Mungu, alikuwa akitangaza ya kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo andiko mojawapo ambalo linatushuhudia ni hili, ya kwamba watu ambao waliishi karibu na Yesu, whether walimfuata au hawakumfuata, lakini waliomsikia akizungumza, walishuhudia wazi ya kwamba Yesu alikuwa akitangaza yeye ni Mungu. Kwa ni uchaguzi wako wewe uliye wa imani ya Kikristo au wewe usiye wa imani ya Kikristo kukubaliana na kile ambacho Kristo anasema ya kwamba yeye ni Mungu au kukataa. Utaifahamu kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Katika kitabu cha Yohana, katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 22 tunasoma, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Sasa Yesu mwenyewe kwa maneno yake anasema ya kwamba zile sifa na utukufu ambao tunatakiwa tumpatie Baba, yeye pia anastahili. Ndicho ambacho Yesu anakisema. Kwa kutamka maneno hayo, ni wazi Yesu alikuwa akitangaza ya kwamba yeye pia ni Mungu. Na ndio maana Wayahudi walitaka kumuua. In fact, walikuja wakamuua kwa sababu ya kutangaza ya kwamba yeye ni Mungu. Unaweza kujiuliza swali la haraka, kwani Mungu anakufa? Endelea kufuatilia, tutakwenda kulizungumza na kulijibu hilo kiundani katika masomo yanayokuja. Just keep on following haya masomo. Sikiliza, katika kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 14 inasema, mkiniomba neno lolote kwa ajili yangu nitalifanya. Hayo ni maneno ya nani? Ni maneno ya Kristo. Anasema kwamba tunapoomba tuna uwezo wa kumwomba yeye. Swali, anayetakiwa aombwe ni nani? Anayetakiwa afanyiwe ibada za maombi ni nani? Ni Mungu. Lakini Yesu hapa anatuambia mna uwezo wa kuniomba, na sio tu mkiomba, ni mkiomba nitalifanya jambo ambalo mnaliomba. Yesu alikuwa anatangaza yeye ni nani? Yesu alikuwa akitangaza yeye ni Mungu. Katika kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 17 tunasoma, basi sasa Mungu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaangazie uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo Danieli anatushuhudia kwamba anayestahili kuombwa ni Mungu. Yesu anasema mna uwezo wa kuniomba mimi. Tafsiri yake yeye ni Mungu. Sikiliza, katika kitabu cha Mathayo sura 9 mstari wa 6 tunasoma, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye kupooza, ondoka, ujitwike kitanda chako uende nyumbani kwako. Katika kitabu cha Luka 5:21 anasema, basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa ni Mungu peke yake?
Kwa hiyo Wayahudi walimuelewa Yesu, ila hawakukubaliana na Yesu. Walielewa ya kwamba Yesu alikuwa akitangaza yeye ni Mungu, ila walikuwa hawakubaliani naye, kama ambavyo watu wengi leo ndani ya imani na nje ya imani ambavyo hawakubaliani naye. Sikiliza, katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 57 58 nasema, basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yesu anasema, msinichukulie kawaida, msinichukulie kama ambavyo mnanichukulia ya kwamba nimezaliwa na Mariamu, kwa sababu kabla ya Mariamu, kabla ya Yusufu, kabla ya Ibrahim, in fact kabla ya mzee Adam, nilipata kuwako. Swali, kama Yesu alipata kuwako kabla hata ya uumbaji, Yesu Kristo ni nani? Ndicho ambacho Yesu anajaribu kutufundisha, ndicho ambacho Yesu ameendelea kufundisha kwa kizazi hadi kizazi, kadri ambavyo alipata kuwafunulia na kuwafundisha hata Wayahudi ambao of course walimkataa. Yohana sura ya 17 mstari wa 5 nasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako. Kwa Yesu anasema yeye alikuwa na utukufu sawa na Baba kabla ya uumbaji. Yesu alikuwa akitangaza yeye ni Mungu. Ni maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 18 tunaambiwa, hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uweza wa kuutoa, ninao pia uweza wa kuutwaa. Moja ya maandiko ambayo nasemaga ni maandiko au kauli za Yesu za kibabe ni andiko hili. Watu wengi wanaamini ya kwamba kifo ni kikubwa kuliko Mungu. Wanasema Mungu hawezi kufa, lakini Yesu anatuambia sikilizeni, mimi nina uwezo wa kuondoa kifo, nina uwezo wa kutengeneza njia kutoka katika kifo. Lakini watu wanasema Mungu hafi. Lakini hapa Yesu anatuambia nina uwezo sio tu wa kujitoa mwenyewe uhai, na nina uwezo wa kurudisha uhai. Kwa lugha nyingine anasema, nendeni mkauliza miungu ya ulimwengu, ni Mungu yupi ambaye ana uwezo wa kujitoa uhai wake na akajirudishia. Ndicho ambacho Yesu anakisema. Hii nasemaga na nitaendelea kusema ya kwamba ni kauli ya Kristo ya kibabe, kuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu na wasimchukulie wa kawaida. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 31-32 tunasoma, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi kati ya hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe kuwa umungu. So kwa mujibu wa Wayahudi, kwa mujibu wa Yesu Kristo mwenyewe, kwa mujibu wa manabii, kwa mujibu wa mitume, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu katika mwili. Mimi naamini hivyo, kwa maana ninaamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya chochote. Swala la kuvaa mwili kwake ni jambo la kawaida. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:17 inaniambia, wazee watawalao vema na waheshimiwe kustahili heshima na maradufu, hata wao wajitabishao katika kuhutubu na kufundisha. Naomba niwakaribishe tena wazee wa kanisa wa awali wengine ambao watakwenda kutufunulia kile ambacho walikiamini na kukifundisha katika enzi za kanisa la awali. Naomba nianze na mzee Justin Marty. Yeye anatuambia, naomba nafasi ya kurudia tena nilichosema kuhusu unabii ili nipate kuwathibitishia kuwa Kristo aliitwa kwa majina yote mawili, yaani Mungu lakini pia Bwana wa majeshi. Huyu anaitwa Justin Marty. Anaendelea kusema, laiti kama mngelikuwa mmesoma kwa umakini unabii na kuelewa, wala msingelikuwa na sababu ya kukataa kuwa Kristo alikuwa ni Mungu lakini pia mwana pekee, sio kupitia uumbaji, bali ni Mungu asiyebadilika. Ndicho ambacho Justin Marty anatuambia. Justin anaendelea kusema, hivyo maneno haya huthibitisha wazi kuwa Yesu Kristo alikuwa na Baba ambaye aliweka misingi ya kila kitu, naye anastahili kuabudiwa kama Mungu pia kama Masihi. Bwana alipokuja duniani alikuwa amekuja kama Masihi ambaye kwa Kilatini tunamuita Kristo Yesu, yaani mpakwa mafuta. Mzee mwingine
Justin Martyr anaendelea kusema, nasi tunathibitisha kuwa tunapomwabudu tunayo sababu ya msingi, kwa maana wanatushtaki kuwa tu wajinga tunaposema kuwa mtu aliyesulubiwa kuwa ndiye Mungu asiyebadilika na kumpatia sifa zote za uungu, muumbaji wa vitu vyote, lakini wao ndio ambao hawajui wala kutambua siri iliyopo katika hili. Natamani Wakristo wa sasa wangelikuwa kama Justin Martyr. Natamani Wakristo wa sasa wangelikuwa kama early church fathers ambao walikuwa wakisimama na kuonyesha msingi wa imani yao, kitovu cha imani yao ya kwamba ni Kristo Yesu ambaye ni Mungu aliyevaa mwili. Mzee mwingine anaitwa Novatian anasema, basi yatupasa kusoma na kuelewa kuwa Kristo alikuwa mwana wa Adam, naye huitwa pia mwana wa Mungu, pia huitwa Mungu. Ndivyo ambavyo Novatian anatuambia. Lakini pia tunakutana na mzee Hippolytus, yeye anatueleza, kwa maana Kristo ni Mungu juu ya wote, ambaye amepanga kufuta dhambi kutoka kwa wanadamu, akimfanya mtu wa kale kuwa mtu mpya. Ndivyo ambavyo Novatian anatuambia. Irianus anatuambia, lakini yeye ndiye katika haki iliyo yake peke yake juu ya wanadamu wote waliopata kuishi, yaani Mungu Bwana mfalme wa milele. Maandiko yasingelishuhudia haya yote kama huyu mtu alikuwa ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo Irianus anatuambia kwamba ushuhuda wa maandiko matakatifu ni mwingi ambao unashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu halisi aliyevaa mwili, na ndio maana tumeandaa hii series kwa ajili ya kutoa hizo shuhuda ambazo mzee Irianus na wadau wengine wa maandiko matakatifu wanachotueleza hapa. Katika mzee mwingine anaitwa Polycarp anatuambia katika barua yake kwa Wafilipi, anasema, na sasa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuhani wetu wa milele, mwana wa Mungu Yesu Kristo, awajenge imani zenu katika kweli yote, pamoja nasi na wewe na kwa wale wote watakaomwamini Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo. Huyu anaitwa mzee Polycarp. Lakini pia tunaye mzee mwingine anaitwa Tatiana, anasema, sisi sio wapumbavu au kama walivyo Wagiriki au kusema tunatunga hadithi tusemapo Mungu alizaliwa kama mwanadamu. Ndivyo ambavyo hawa wazee wanazungumza. Mzee mwingine ambaye ni moja ya wazee ambao tutawanukuu mara kwa mara katika masomo haya anaitwa Cyprian. Ni moja ya wazee ambao walichinjwa kwa sababu ya imani yake. Anasema, yeye ambaye anakataa na kukana kuwa Yesu ni Mungu Mwenyezi hawezi kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hiyo pia ni kauli ngumu kwa watu ambao wanakataa kile ambacho maandiko matakatifu yanasema, ya kwamba yeye atakayekataa ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu katika mwili, yeye hawezi kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini pia Yohana alituambia kwamba wapo ambao hawakiri, na hao ambao hawakiri ya kwamba Yesu Kristo yuaja katika mwili ni waongo na wadanganyifu. Sikia, Caius katika barua zake au tunaitwa Fragments of Caius wanasema, hebu mtazame Justin, Meritade, Tatiani, Clement wa Alexandria na wengineo ambao walizungumzia uungu wa Kristo. Ni nani asiyefahamu maandishi ya Irianus na Melito na wengine wengi ambao walimtangaza Kristo kama Mungu pia mtu? Vitabu vya Zaburi pia nyimbo za waliokuwapo kabla yetu zilizoandikwa tangia mwanzo na wale waaminifu waliomtukuza Kristo kama neno la Mungu, wakionyesha uungu ndani yake. Caius anatueleza wazi ya kwamba tuna uwezo wa kusoma na kunukuru wazee wengi, lakini hawa wote walikubaliana na swala la kwamba Yesu Kristo ni Mungu halisi aliyevaa mwili. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 10 tunasoma, huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Nasi tunahitaji kuijua kweli ili kweli tuweke huru katika swala zima la kumtambua Kristo kama Mungu katika mwili. Niwakaribishe watu maarufu leo wanajulikana kama wana matengenezo, na tutanukuu wana matengenezo wachache na tutanukuu wengine katika masomo mengine. Nianze na John Wesley, moja ya waasisi wa kanisa la Methodist. Yeye aliwahi kusema maneno haya kuhusiana na Kristo. Kwanza, kwa nini tuna mashaka katika kuelewa kuwa yeye ni Mungu wa kweli? Yeye yupo juu ya yote, aliyebarikiwa kuliko wote,
alikuwa na Mungu Baba hapo mwanzo tangia milele, naye alikuwa ni Mungu. Yeye na Baba walikuwa katika umoja, naye hakosei anaposema yeye na Baba wapo katika umoja, nao wapo sawa. Inashangaza kuona waumini wa Methodist leo hawaamini katika kile ambacho mwasisi wao alikiamini. Sikia, John Wesley anasema kulingana na maandiko yaliyovuviwa yanampatia jina la Mungu mkuu. Walimuita zaidi ya mara moja kuwa ndiye Yehova, jina ambalo hajapewa kiumbe mwingine yoyote. Humpatia sifa na uwezo mkuu wa kimungu, hivyo kumuita yeye kuwa ni Mungu wa miungu sio kosa. Nuru ya nuru, Mungu aliye na uungu halisi, akiwa na utukufu sawa na Mungu Baba, akiwa mshirika wake tangia milele. Huyu anaitwa John Wesley. Mwandishi mwingine anaitwa mwanamatengenezo, pia mwandishi mwingine anaitwa Jonathan Edwards, anasema Kristo akiwa Mungu hasa, yeye ni zaidi ya kila ukuu. Yeye ni mkuu kuliko wafalme wa nchi na ulimwengu wote, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yeye ni mkuu zaidi ya waishio mbinguni, ni mkuu zaidi ya malaika wakuu waliopo mbinguni. Yeye ni mkuu sana kuliko falme, enzi na mamlaka za ulimwengu huu. Wakuu wote wa ulimwengu huu ni sawasawa na wadudu mbele zake, na mataifa kama tone tu mbele zake. Ndiyo hakika malaika mbele zake si kitu. Kwa hiyo ingawa tunaweza tukakutana na viumbe wa kutisha, viumbe ambao wana mionekano ya kushangaza, kwa mujibu wa Jonathan Edwards anasema hao wote si kitu wanapokuwa mbele za Kristo, kwa maana wote waliumbwa na Kristo. Naye mchungaji lakini pia mwana matengenezo anayeitwa Charles Spurgeon anatuambia mwana wa milele wa Mungu alivaa mwili akawa mwanadamu, uungu ukaonekana dhahiri katika mwili wa mpatanishi mkombozi wetu Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo Charles Spurgeon anatuambia. Lakini pia John Kevin anatueleza katika Bible commentary yake, anasema utukufu wa kiungu wa Yesu haukuondolewa kwa kuvaa mwili kwake wa nyama, wala kwa muonekano wake wa kimaskini, hata tusiuone utukufu wake. Vipi kuhusu Martin Luther? Hawa ni wana matengenezo mengine ambao walikuja baada ya Martin Luther, lakini wengine walitokea kabla Martin Luther. Vipi kuhusu Martin Luther, muasisi wa kanisa la Kilutheri ulimwenguni? Yeye aliamini nini kuhusiana na uungu wa Kristo? Martin Luther anasema, ninaamini kwa dhati ya kuwa Yesu Kristo Mungu wa kweli, mwana wa milele, lakini pia mtu halisi aliyezaliwa na binti Bikira Mariamu ndiye Bwana. Ndicho ambacho tunafundishwa na early church fathers, tunafundishwa na Protestant reformers, tunafundishwa na mitume, lakini pia manabii, na Yesu mwenyewe anashuhudia. Mchungaji mwingine mwaka 1928 anatuambia Yesu Kristo ndiye sura ya Mungu ambaye kwa macho yetu hatuwezi kumwona. Hii humaanisha kuwa yeye hakika ni Mungu. Alichukua asili yetu alipofanyika mwili kwa uwezo wa Roho katika tumbo la bikira. Mwandishi mwingine anayekwenda kwa jina la Adam Clark anatuambia inatupasa kwa uangalifu kutofautisha asili hizi mbili za Kristo Yesu, yaani uungu wake na ubinadamu wake. Akiwa kama mwanadamu alifanya kazi, alizimia, akakasirishwa, aliona kiu, alikuwa akanywa, kuwa na njaa, naye akala, akateseka hata akafa. Akiwa Mungu kamili, yeye alikuwa ndiye muumbaji wa vyote, kiongozi wa vitu vyote. Ndivyo ambavyo hawa wana matengenezo kwa ujumla na kwa uchache wao walivyokuwa wakiamini, sawasawa na vile ambavyo early church fathers walipata kuamini. Katika gazeti la Review and Herald Oktoba 29, 1895 tunasoma, Kristo hakubadilisha uungu, lakini aliuvaa mwili kuuficha uungu wake. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 tunasoma, katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema iliyowafikia ninyi. Baada ya matengenezo walipata kutokea watu wengine ambao kwa hakika waliendeleza movement, waliendeleza harakati za wanamatengenezo, kama ambavyo wanamatengenezo waliendeleza harakati za wazee wa kanisa wa mwanzo, kama ambavyo wazee wa kanisa wa mwanzo waliendeleza harakati za mitume. Na kutana na mwandishi mmoja anayekwenda kwa jina la James Denson, anatuambia maneno yafuatayo. Je,
mwana wa Mungu alikuwa ni Mungu wa kweli wa milele, akiwa na mianzo na asili moja na Baba? Tunathibitisha hilo kuwa ni hakika tukianza jiweka kinyume na wafuasi wa Sonius waliokana uungu wa mwana. Kwa hiyo huyu mwandishi yeye anasema ya kwamba kulikuwako na kundi la watu wa Sonius ambao walikuwa wakipinga, walikuwa wanajiita wa Kristo, lakini walikuwa wakipinga ya kwamba Kristo Yesu alikuwa ni Mungu. Ila huyu mwandishi anatuambia kwamba sisi tunajitenga na watu hao, kwa maana tunaamini ya kwamba Kristo Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini pia Maskas anatuambia, Maskas Wolfgang anatuambia uungu wa Yesu ni ushuhuda wa hakika na wawazi wa maandiko matakatifu ya Biblia. Kwa lugha nyingine, tuondokane na hofu ya kwamba Biblia haisemi. In fact, katika somo hili tumeona Yesu mwenyewe akitangaza, Wayahudi wakisema, mitume wakizungumza, early church fathers wakisema, Protestant reformer pia wanatushuhudia ya kwamba maandiko matakatifu yamejaa ushuhuda wa kutosha wa uungu wa Yesu. Mwandishi mwingine anaitwa Bullinger anasema mwana wa Mungu hawezi kuelezeka namna ambavyo amekuwa na Baba. Ni vigumu kufafanua namna ambavyo yupo sawa na Baba. Hivyo basi tunatambua kuwa yeye ni Mungu kamili, pia ni mwanadamu kamili, akiwa katika asili mbili tofauti ambazo haziwezi kuchangamana, akiwa mmoja mwenye asili mbili. Ndivyo ambavyo huyu mwandishi anasema. Lakini Amandus Paulinus anatuambia mwana wa Mungu yupo sawa na Mungu, naye anashirikiana na Mungu Baba katika utukufu, heshima, ibada na kicho. Kama isingalikuwa hivi, basi mitume wasingelimpatia sifa mwana zilizopata kuwa sawa na Baba. Kama ndivyo, basi wote wapo sawa, kwa sababu Mungu hapendelei kufananishwa na yeyote katika utukufu wake. Basi ni ushahidi tosha kuwa mwana pia yupo kama Baba alivyo katika utukufu. Ndivyo ambavyo wa mashuhuda wa maandiko matakatifu wanatueleza. Shuhuda mwingine ni Orivian. Orivian ni mmoja wa waandishi wa Kiprotestanti, baada ya Waprotestanti wakina Martin Luther, naye aliwahi kuandika na kusema moja ya shuhuda ambazo zinaonekana kumzungumzia mwana ni zile zinazomfunua kama Mungu. Je, kuna haja gani ya kuogopa kama tutaamini kuwa mwana ni Mungu wa milele aliye sawa na Baba? Je, kitu gani kitutishe kuamini kuwa mpatanishi wetu na Baba anapaswa pia kuwa Mungu akiwa na sifa sawa na Baba? Wapendwa katika Bwana, kuna nukuu nyingi za mashuhuda wengi wa ndani na nje na maandiko matakatifu ambao wanashuhudia na kusimamia Injili, wanashuhudia na kusimamia msingi wa imani ya Kikristo, yaani Yesu Kristo ni Mungu. Naye Beza Theodora anatuambia kuhusiana na uungu wake mwana, inapaswa iwe hivyo, yaani Yesu Kristo anapaswa kuwa Mungu kwa maana tunamhitaji. Ni kwa namna gani Yesu alishuka kutoka mbinguni hatuwezi kuelewa, zaidi ya kwamba alikuwako duniani na zizi lake. Napenda sana the way ambavyo hawa waandishi wanaandika ya kwamba kuna vitu ambavyo hawawezi kuvielezea, lakini kuto kuweza kuelezea hakuwafanyi wao washindwe kuthibitisha na kuonyesha imani yao ya kwamba Kristo Yesu ni Mungu halisi. Ellen White katika kitabu kinaitwa Selected Message volume ya 1 anasema Kristo kwa namna iliyo ya juu alikuwa Mungu kiasili hapo mwanzo, alikuwa Mungu tangia milele, alikuwa Mungu juu ya vyote, Mungu tangia milele, aliyebarikiwa milele. Katika kitabu kinaitwa Testimony volume ya 8 anasema Kristo nuru ya ulimwengu aliuficha utukufu wake, akaja kuishi kama mwanadamu ili tuweze kuishi naye nasi tusipate kuangamia. Ellen White aishi hapo. Katika kitabu cha Spirit of Prophecy volume ya 3 anasema uungu wake ulifichwa chini ya mwili wa kibinadamu, alijificha mwenyewe utukufu wake wenye nguvu, ambazo kwa hizo zilionyesha sifa zake na uungu wake kwa hakika. Na katika Manuscript Release volume ya 13 tunasoma kuvaa mwili kwa Kristo kulikuwa na kutaendelea kuwa siri milele. Kwa lugha nyingine, hatuhitaji kujua ni kwa namna gani Kristo alichangamana na ubinadamu, yaani uungu na ubinadamu ulichangamana. Hatuwezi kuelezea hilo, lakini tunatambua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya vitu vingi na vyote ambavyo anaweza kuvifanya. Lakini mara nyingi tunamshusha katika hadhi ya kibinadamu eti kwamba Mungu hawezi kuvaa mwili na kuwa binadamu. Kama tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya vyote, maana yake swala la yeye kuvaa mwili sio swala kubwa kama ambavyo watu wanalichukulia.
Katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 4 tunasoma, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, na kumkana yeye aliye pekee Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Na hili ni andiko lingine ambalo linathibitisha wazi ya kwamba mitume waliamini ya kwamba Yesu Kristo sio tu Mungu bali ni Mola. Lakini Yuda anatutahadharisha, anasema katikati ya Wakristo, katikati ya wafuasi wa Wakristo wameibuka watu ambao wanafundisha mafundisho kinyume na kile ambacho Kristo alifundisha, kinyume na kile ambacho early church fathers walifundisha, kinyume na wana matengenezo, kinyume na mitume na manabii. Hawa watu ni watu gani? Na je, hawa watu walikuwepo kipindi cha mitume? Niwakaribisha katika somo linalofuata, ambalo kwa hiyo tutakwenda kuangalia katika historia namna ambavyo hawa watu waliibuka na namna ambavyo unabii wa kuibuka kwa hawa watu unatimia katika siku tunazoziishi leo. Mungu awabariki na kuwalinda, katika jina la Yesu nimewaombea, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.